mmekuja kwa wingi kwenye mkutano. Asanteni sana. La pili, ninawashukuru kwa uvumilivu wenu, kwamba pamoja na jua mmekubali kusimama muda wote na kutusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru vile vile viongozi wetu na wanachama na wananchi mliotupokea kutoka barabarani. Wamezuia tusifanye mikutano maeneo ambayo kwa kawaida mikutano inafanyika, ili wakidhani kwamba kwa kuweka huu mkutano pembeni huku watu hawatakuja, lakini kumbe wakatupa baraka ya ziada, kwa sababu wananchi na viongozi mkaamua kutupokea kutoka mbali na tukatembea na miguu kwa pamoja mpaka hapa kwenye uwanja. Asanteni sana wote tuliotembea pamoja. Sasa mkuu wa mkoa hapa Kena ni kiongozi ambaye alikuwa kiongozi wa umoja wa vijana wa CCM, ambaye hakustahili kuwa hata mkuu wa mkoa. Ameona kwamba Chadema ina mkutano, amejua kwamba Chadema ina mkutano, kwa sababu ziara yetu hii tulitangaza kwamba tunaanza ziara ya kanda hii ya Victoria yenye mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza na Simiyu, na tukataja tarehe na tukapeleka taarifa polisi ya mkutano. Sasa mkuu polisi wako vile vile chini ya mkuu wa mkoa, ngazi ya mkoa. RPC ni mjumbe kwenye chombo ambacho mkuu wa mkoa ni mjumbe kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Taarifa zikafika kwao juu ya ratiba zetu za mikutano, na akapanga hujuma ya kuandaa mkutano eti wa uzinduzi wa sungusungu. Na wapongeza sana wananchi kwa kumpuuza. Sasa namwambia Kena ni kiongozi, na namwambia waziri mkuu ambaye ni msimamizi vile vile wa kiutendaji wa wakuu wa mikoa, namwambia vile vile waziri wa TAMISEMI ambaye ni sehemu ya mfumo wa kusimamia wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, namwambia Rais Samia ambaye ni mteule wa Kenya ni kiongozi na ana wajibu wa kuwasimamia wote hao. Hapa Busega mkuu wa mkoa anafahamu kwamba kuna syndicate. Syndicate ni neno la Kiingereza lenye kumaanisha kwamba muungano wa pamoja, muunganiko wa pamoja haramu kati ya mkuu wa mkoa Kena ni kiongozi, viongozi wa CCM na wafanyabiashara ambao badala ya kuachia soko huru lifanye kazi ya kuregulate, kutawala mfumo wa kibiashara, wamepanga njama za kupanga bei na kudondosha bei ya zao la pamba, kwamba wameweka utaratibu wanunuzi wa pamba wamegawana maeneo ya kikata, kwamba wewe utanunua kata hii, wewe utanunua kata hii, wewe utanunua kata hii, ili kuwapa nafasi wanunuzi hao. Akishapangiwa kanda, akishapangiwa kata, yeye ndo anaamua pamba inunuliwe kwa bei gani katika kata yake. Kunakuwa kuna ushindani wa kibiashara kati ya mnunuzi huyu na mnunuzi huyu na mnunuzi huyu. Syndicate, njia haramu hiyo inayokataliwa kisheria na sheria zote zinazotawala biashara. Namwambia mkuu wa mkoa, kama yeye ni mwajibikaji kweli,
aachane na hizi hujuma za kisiasa, afanye kazi yake, asimamie mkoa huu kuhakikisha bei ya pamba inapanda na ununuzi wa haramu wa kushusha bei ya pamba, mfumo huo unaondolewa. Ninyi watu wa Busega, nafahamu kwamba zao la pamba lilikuwa zao ambalo linawainua watu wa kanda ya Ziwa, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mikoa mingine ya kanda ya Ziwa inayolima pamba, mpaka ikafikia hatua pamba ikaitwa white cotton, yani dhahabu nyeupe. Kwa na vyama vya ushirika vyenye nguvu kama Nyanza Cooperative na vyama vingine, kulikuwa na viwanda vya kugeuza hiyo pamba, malighafi ya pamba, mpaka inafikia hatua kuwa nguo. Lakini chini ya CCM wameua viwanda, wameua vyama vikuu vya ushirika vilivyokuwa na uthabiti. Na sio hapo sasa, wameua viwanda, wamekosesha ajira vijana, wameua vyama vya ushirika, wamedidimiza uchumi wa watu. Sasa wamefikia hatua ya mbele zaidi, mpaka wao mwenyewe kujimilikisha biashara ya pamba na kushusha bei ya pamba. Namwambia Rais, Waziri Mkuu, namwambia vile vile mkuu wa mkoa, mkiendelea na hali hii, mkiendelea na syndicate hii, wananchi hawa wanaendelea, tunaendelea kupata sababu ya pamoja kuiondoa sisi madarakani. Sawa sawa? Sawa sawa? Peoples. Sasa naona kuna drone inarushwa. Si mnaona ile drone pale wanarusha? Ile drone hatuirushi sisi. Sisi hatuna drone hapa. Ile drone inarushwa ile ni ya watu wa kwao hao, wakina Kena ni kiongozi na sisi eti wanataka warekodi drone, watengeneze picha za kuungaunga kama vile hapa hakuna watu, lakini wataumbuka na drone yao kwa sababu watu mpo. Watu mpo. Hii boss! Kuna Mungu wapate. Wapeleke mbali drone yao. Waiondoe hiyo drone yao. Iende mbali. Lakini mesha hapa salamu za People's Power. Hii boss! Wanakari drone kamekimbia, ndio? Kamekimbia, ndio? Kameenda mbali kabisa. Shukran. Peoples. Namwambia kafie marika kaende zake. Peoples. Sasa tuachane na hapo kwa drone. Tuendelee na mkutano wetu. Kwa sababu najua kwamba pamoja na drone, najua wameleta mtu wa kurekodi vile vile. Mtu wa kurekodi ambaye ukimuuliza hapa atakwambia ni mtu wa polisi, kwamba anarekodi ili kupeleka ushahidi au kuweka kumbukumbu. Lakini kumbe au anarekodi sio kwa ajili ya polisi, kwa ajili ya CCM, kwa ajili ya mkuu wa mkoa, kwa ajili ya watu hao wa utawala. Mimi naambia warekodi vizuri tu, na wakamwambie mkuu wa mkoa kama yeye ni mtendaji kweli, kabla ya uzinduzi wa sungusungu awaeleze wananchi ni lini stendi ya Lamadi itajengwa ili wananchi wasipandie mabasi barabarani na kupata ajali barabarani. Awaeleze wananchi ni kwa nini wafanyabiashara walihamishwa kwenye soko, wakaambiwa kwamba soko jipya linajengwa. Soko jipya halijajengwa kwa muda mrefu. Wafanyabiashara wamerudishwa tena kwenye eneo la soko lisilokuwa sawasawa. Ni lini soko lenye hadhi ya wafanyabiashara itajengwa hapa Busega? Watoe kauli kwa matatizo hayo ya wananchi. Watoe kauli. Kwa sababu wanajua Chadema ni jukwaa
kuzungumza masuala ya watu, kuwatetea watu. Ndio maana wataka tusikutane leo kabisa, tupite hapa. Lamadi wameshindwa, pale Dutwa wamefanikiwa kwa kiwango fulani, kwa barua ya polisi walioleta usiku. Kwa muda uliopo hatukuwa na nafasi ya kufanya mkutano pale. Kwa hiyo leo tutapita Dutwa bila kufanya mkutano, na walifanya hivyo kwa sababu wanajua na kule Dutwa kuna migogoro mikubwa sana kati ya serikali na wananchi. Kuna maeneo ya wananchi yametwaliwa, wamepewa